Mwimbaji wa nyimbo za kiinjili kutoka Tanzania Christina Shusho amekumbana na pingamizi kali kutoka kwa Watanzania baada ya kumsifu Rais wa Tanzania Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mwanamuziki wa nyimbo za injili kutoka Tanzania Christina Shusho amejikuta katika hali ngumu ya ukosoaji mkali baada ya kuchapisha ujumbe wa kumsifu Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kupitia mitandao ya kijamii. Shusho anayefahamika kwa ujumbe wake wa kiroho aliweka picha rasmi ya Rais Samia na kuambatanisha maneno ya kumpongeza, akimtakia baraka na neema ya Mungu katika uongozi wake. Katika ujumbe wake, Shusho alieleza fahari alionayo kwa rais huyo, akimsihi endelee kufanya kazi yake kwa bidii, huku akieleza imani yake kuwa mtu atasimamia yaliyobaki. Pia alimuelezea Rais Samia kama fahari yetu, kauli ambayo iliwachochea watumiaji wengi wa mitandao hasa kutoka Tanzania na Kenya kutokana na hali ya kisiasa inayozidi kuwa tete nchini Tanzania. Mitandao ya kijamii ilipuka kwa maneno makali, wengi walimlaumu Shusho kwa kile walichokiita upofu wa kiroho, wakisema amefumba macho matatizo na ukandamizaji unaoendelea chini ya utawala wa Rais Samia. Baadhi ya watu walikumbusha jinsi Shusho alivyoonekana kutoa dondoo za kukosoa viongozi wa Kenya kupitia nyimbo zake, lakini sasa anakumbatia utawala unaotumiwa kwa kukandamiza uhuru na maoni ya waumini wa dini. Wengine walikwenda mbali zaidi, wakipinga uadilifu wa kiroho wa Shusho, wakisema anapingana na misingi ya Injili kwa kumsifu kiongozi wa serikali inayokumbana na tuhuma za kukandamiza haki za binadamu. Walisema kwamba mhubiri wa kweli hawezi kuunga mkono uonevu, wito wa kutenga ama wa kumtenga ulioenea, huku mashabiki wakitoa miito ya kumfuta kwenye mitandao na kususia nyimbo zake. Mfuasi mmoja alitoa kauli kali kwa yeye yule atakayesikiza akiimba nyimbo za Shusho tena na staili ya adhabu, huku wengine wakimtaja kama msaliti mkubwa wa kiroho. Ukosoaji huu ulichochewa zaidi na matukio ya hivi karibuni yanayomuhusisha mwanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Tuhaire wa Uganda. Wawili hao walidai kuteswa na mamlaka ya Tanzania walipokwenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Ingawa wanaharakati wengine walifukuzwa nchini, Mwangi na Tuhaire walidai kufanyiwa unyama kabla ya kutupwa mipakani mwao. Mashabiki na wanaharakati wengine waliona ujumbe wa Shusho kama usaliti kwa wale wanaoteseka kwa ajili ya haki. Walioji ni kwa namna gani mwimbaji wa injili anaweza kuonyesha mshikamano wa wazi wa kiongozi wakati ambapo maovu na manyanyaso yanaripotiwa. Licha ya dhoruba hiyo ya mitandao, Shusho hajatoa tamko lolote kufikia sasa, wakati baadhi ya watu wakimtetea kwa kusema ana haki ya kutoa maoni yake binafsi. Wengi wamesisitiza kuwa watu maarufu, hasa wale wanaojinasibu na maadili ya kiroho, wanapaswa kuwajibika zaidi kwa kauli zao. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya wasanii na viongozi wa kiroho katika siasa na namna wanavyopaswa kutumia majukwaa yao, hasa katika nyakati zinazohitaji ujasiri wa kusema ukweli mbele ya mamlaka.